imetimu mwendo wa saa 2 kamili majira ya Afrika ya Mashariki. Karibu kwenye taarifa hizi za Undugu Matukio mwendo wa saa 2 siku hii ya Jumamosi na ambayo ni tarehe 29 mwezi Machi mwaka 2025. Mpenzi mtazamaji, ni kupashe taarifa kemkem kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, ila kabla ya kufanya hivyo na tuweze kupata vidokezo. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amtaka mkuu wa majeshi Charles Kahariri kutopenyeza siasa katika idara ya wanajeshi. Please, usilete siasa kwa mambo ya majeshi. Majeshi kazi yao ni kulinda Kenya. Waumini wa Kiislamu warewa kuwakumbuka wasiojiweza katika sherehe za Eid el-Fitri. Hivyo tunaomba Waislamu katika hii siku ya Eid ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni siku ya toa. Eid yenyewe ni ibada, kwa hivyo watu wajitokeze kwa wingi kuswali katika jamaa kubwa, wasikae manyumbani. Hii ni swala ya sunna, kwa hivyo watu wajitokeze kwa wingi, wafanye takbir. Wizara ya Elimu yashauriwa kuhakikisha somo la hisabati linasalia kuwa la lazima. Mathematics must continue to be a very primary subject in our learning institutions. Sciences must continue to be a very important segment of our curriculum because that is where the modern world is heading. Serikali ya wahakikishia wakulima kuwa kuna upatikanaji wa mbolea katika magala ya NCPB. Kuna fertilizer ya kutosha, na pia tumetembea tukaona ya kwamba wakulima wametuuliza jambo moja ama mawili, ya kwamba wanapokuja wao ni wengi. Na jina langu ni Frederick Kwambua, na mfasiri kwenye lugha ya ishara ni Priscilla Mwangi. Kumbuka ya kwamba una fursa ya kushirikiana nasi kupitia nambari ya simu 0782705705 ukitupata moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook @Undugu TV Kenya. Longa nasi nami hapa studioni nipo ange kuweza kuzisoma jumbe zako moja baada ya nyingine. Mpenzi mtazamaji, sasa nikupashe taarifa ifuatayo. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amedai kuwa pesa nyingi zimepeanwa katika eneo la Mlima Kenya kwa ajili ya kuwakusanya wananchi katika mikutano ya Rais William Ruto. Rigathi akiwarai wananchi kuchukua pesa hizo kwani zilipeanwa kuendeleza maendeleo. Aidha, amemkashifu mkuu wa wanajeshi Kahariri akimtaka kutopenyeza siasa kwa idara ya wanajeshi wa Kenya kwani jukumu lake ni kuwalinda wananchi. Ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya ikitarajiwa kuanza rasmi siku ya Jumatatu wiki ijayo. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekashifu ziara ya Ruto kwa madai kuwa pesa nyingi zimetumika kuhonga wananchi wa eneo hilo ili kujaza mikutano yake katika maeneo mbalimbali. Si hata saa hii anajiandaa kutembea huko, anakuja kusema ukweli ama uongo? Si mnajua? Lakini tumesema msijali, pesa imepangwa na magunia, mjitayarishe, mkule, lakini msipeleke hiyo nyumbani, pesa nyumbani imelaaniwa. Mkule pale kwa market peke yake, si ndio? Na msichanganye na ile yenu ya zamani, na msipeleke mtoto shule ama kununua ng'ombe ama mbuzi. Hiyo kama uko na deni ya Shylock ulipe na hiyo pesa. Sivyo wamepanga mambo ya uongo. Eneo la Mlima Kenya likionekana kuwa telezi kwa Rais Ruto, Rigathi amedokezea kuwa ziara yake inapania kuwadanganya wananchi, ila akiwarai kuchukua pesa zitakazopeanwa kwani zingepaswa kufanikisha maendeleo. So ile pesa yote ya madawa kuliko ipelekwa kwa hospitali inaletwa hapa kuhonga watu. Lakini kwa sababu hiyo pesa hata msukula itapelekwa kwa watu wengine, mchukue hiyo pesa mkule. Bora msichanganye na ile yenu na msipeleke nyumbani. Ikuliwe kwa soko, iishie hapo. Imepangwa uongo mingi sana. Sasa watu wanapewa pesa kuja kusikiza uongo. Na tumesema basi kama ni kusikiza uongo ulipishe bei kali. Kwa sababu uongo ni kitu baya. Sasa usipewe 200 kusikiza uongo. Kusikiza uongo ni kutoka 3,000 kwenda mbele. Tumekubaliana? Elfu ngapi? 5. Na kina mama kupiga ngemi kwa mtu ya uongo ni shilingi 10,000.
Aidha, amemkashifu vikali mkuu wa majeshi Kahariri kwa kile ametaja ni kupenyeza siasa katika idara ya wanajeshi wa Kenya. General Kahariri, wewe mtoto wetu wa nyumbani. Please. The military is a respected organization in this country because it has conducted itself professionally since independence. And it's the only institution that the people of Kenya trust. Please, usilete siasa kwa mambo ya majeshi. Majeshi kazi yao ni kulinda Kenya from external enemies. And that is the work of the military. So wewe usiingizwe kwa mambo ya siasa ya William Ruto. Hata ukijaribu kusaidia William Ruto, pahali mambo yake imefika saa hii general, uweze msaidia. Hawa wananchi wamewachana na yeye. Mmewachana na yeye ama bado? There is no way you can help him. So tunauliza general, please let the military remain a professional outfit. Gachagua ameonya wananchi kwamba rais atafadhili vyama vingi vya kisiasa eneo hilo ili kugawanya kura zao, akiwatahadhari kuwa makini wakati huu. Na tukisonga mbele ni kwamba viongozi wa kisiasa wamerai wa Kenya kuwa na utu badala ya kufurahi janga lolote linapotokea. Haya yakijia baada ya baadhi ya Wakenya hasa vijana kumkashifu mbunge wa Dagoretti kutokana na matamshi yake ya kisasa. Kiranja wa walio wachache bungeni Milly Odhiambo akipendekeza kuwepo kwa mkutano wa kujadili matakwa ya vijana. Viongozi hawa walikuwa wamehudhuria mazishi ya Elvis Murakana ambaye ni mwanawe mbunge wa Dagoretti Kaskazini Beatrice Elachi. Viongozi wa kisiasa wamesikitishwa na semi nyingi ambazo zilijitokeza haswa miongoni mwa vijana baada ya kifo cha mwanawe mbunge wa Dagoretti Kaskazini Beatrice Elachi. I don't know what's going on in this country, but we need serious soul searching. When we have lost utu, when we don't feel when somebody has lost a loved one, it doesn't matter what the reason or the justification. Katika nchi yetu tunaendelea kuyatoa maneno machafu kama chuki, kama uchoyo, kama taharuki katika msamiati wetu, ili tuwe na nchi ya upendo, ya wananchi wanaopendana, ambao kila wakati wanajiona kama ni mandugu na marafiki. Katika hafla ya mazishi ya Eric Murakana, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amewarai viongozi kuwa wanyenyekevu na kuwasikiza vijana. We as parents, let us not respond to our children with arrogance. Na tusiwapuuzilie, na tusiwatishe, hawatishiki. In fact, the more you do that, the more you rile them up. The more you rile them up, the more they resist. The problem is not our young people. The problem is us, the political class. We are the problem. And we need, when you hear a cry from your child, what do? You go down to their level, you listen. We need to listen. We need to humble ourselves. We need to take it seriously. Because our young people are not crazy. Our young people are our children. Let us listen to them. Aidha, mbunge wa Suba Kaskazini Millicent Odhiambo akimrai spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kuandaa mazungumzo kati ya wabunge wote ili kujadili mambo mengi yanayowaadhiri vijana. It's good that parliament is opening. May we prioritize, and I thank you, Mr. Speaker, you are here. May you prioritize for us as parliament that we talk about what is bedeviling us as a country, why we are losing the soul of this country, why we have so many bitter and many angry people in this country, especially young people. There's a problem. Elvic Murakana ameombolezwa kama kijana aliyekuwa mnyenyekevu na mwenye matumaini mengi maishani. Elvis alifariki baada ya kuhusika kwenye ajali ya barabara na amefariki akiwa na miaka na umri wa 27. So I'm begging you, for the sake of Elvis, tell your parents, my dear sons and daughters, tell your parents, so that that anxiety a parent might carry, she or he will be relieved knowing where you've gone. Mary Kialo,
Undugu TV. Naam, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga amebaini kuwa mzozo kati ya rais wa South Sudan Salva Kiir Mayardit na naibu wa rais Riek Machar unapaswa kusuluhishwa haraka iwezekanavyo. Raila akisema kuwa baada ya kukutana na rais Salva Kiir alimwelezea kuwa naibu wa rais Riek Machar amezuiliwa nyumbani kwake kutokana na watu walio karibu naye kuhusishwa na mauaji ya jenerali mmoja. So I had a lengthy discussion with President Kiir, who told me about challenges they're facing, that there was a killing of a general and about 10 other people in the town of Nasir in the Upper Nile. And this is what they're actually investigating. And because of this, he said that Vice President Dr. Riek Machar had been placed under house arrest as they continue with their investigations. From Juba, I asked to be allowed to talk to Dr. Machar, but they were not able to allow me to see him. Instead, they recommended that I meet with President Museveni. They have not said that Riek is involved. They're saying that some of his supporters, but they say that some militia who are linked to him, but they have not actually made a direct connection between him and the killing of the general. The situation requires international attention. I'm happy with the UN for getting engaged in what is going on in South Sudan. I think it is a situation that warrants intervention by international community. Thank you. Hivyo tumekubaliana na Rais Museveni kwamba yeye pamoja na Rais Ruto na Rais na Waziri Mkuu Abiy wachukue hatua. Na serikali imewahakikishia wakulima kuwa kuna upatikanaji wa mbolea katika mahala yote ya NCPB, ikibainika kuwa kuna mbolea zaidi iliyoko katika mahala ya Mombasa yanayotarajiwa kupelekwa katika maeneo mengine, huku ikibainika kuwa mbolea zingine zimepelekwa kwenye mahala tofauti. Lengo la kuja kutembea hapa hili gala la Thika siku ya leo la National Cereals and Produce Board ni kuangalia ile idadi tuko nayo kweli katika takwimu zetu kwenye computers. Tunajua ni ngapi zimeingia leo, ngapi zimetoka, lakini pia tunapenda pia kuwaona wakulima, tuwasikie vile wenyewe wakulima wanasema, kwa sababu mawazo yao pia yatatusaidia kuhakikisha ya kwamba hii kazi tunayofanya, je, inasaidia kweli ama kuna upungufu fulani, ndio watupatie maoni zaidi tuweze kujua. Lakini baada ya vile kutembea hapa na baadhi ya magala mengine, tumeona ya kwamba tuko na fertilizer ya kutosha, na pia tumetembea tukaona ya kwamba wakulima wametuuliza jambo moja ama mawili, ya kwamba wanapokuja wao ni wengi, na katika ile process ya kuthibitisha kitambulisho ile mtu anataka ameredeem, kwa vile ni wengi, wengine wanakuja mapema zaidi hadi saa 12 ama saa 11. Maofisa wetu kutoka NCPP wanajaribu kuwasaidia, lakini wakulima ni wengi. So pia tumeongeza wale wanaitwa wafanyikazi wa muda, yani casuals, kidogo kujaribu kuweza kusaidia. Mimi nimekuja kuchukua fertilizer hapa kwa board. Kwa bei ni mzuri, juu anauza 2,500 na ninasema asanti kwa serikali. Fertilizer zangu tutatumia kwa mbembe, mahindi na mboso. Na mpenzi mtazamaji, na zamia kwa muda mchache
Nitachipuka na taarifa zaidi. Endelea kulonga nasi kupitia nambari ya simu 0782705705 ukitupata moja kwa moja, pia kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook @Undugu TV Kenya. Usiende mbali. Tuko na 18,000 empowered women and men na youth na hiyo sako yetu ambayo iko na over 300 million ambazo tumecreate kutoka zero. NDC Empowerment Sacco ni chama cha akiba na mikopo. Mwenye anataka kujiunga awe ameitimiza miaka 18. Tunahitaji kuwa na fotokopi ya kitambulisho, passport size photo. Pesa ambazo zinalipwa ili kujiunga na chama chetu ni shilingi 200. 100 ni ya kujiandikisha na ile ingine ni ya passbook. Kila mwanachama anahitaji kuwa amelipa hisa 5 ambazo ni za 5,000. Tunaruhusu kulipa polepole. Akiba huwa tunaruhusu shilingi 130 kiwango cha chini, na hakuna kiwango cha juu cha akiba. 1,000,000 tunaweza kushukuru ili tuweze kuwa empower members wetu. Imenijenga sana. Mimi ni mmoja kati wa wale wanafurahia. Wale hamjajua maana ya sako, mjoin sako na muingie katika biashara. Na karibu tena ni kupashe taarifa zaidi. Waumini wa dini ya Kiislamu wamerewa kuwakumbuka wasiojiweza katika jamii wanapotarajia kukamilisha mfungo wa Ramadhan. Katibu Mkuu Abdulahim Arma akiwapongeza Waislamu kwa kufunga na kuendeleza sala za mwezi mtukufu wa Ramadhan, akiwataka kudumisha umoja hasa kutokana na tofauti zinazoshuhudiwa kuhusu wakati mwafaka wa kukamilisha mfungo wa Ramadhan. James Mwangi na taarifa ile. Sherehe za Idul Fitri ni moja kati ya siku muhimu kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Sherehe hizi zikiwasaidia kuadhimisha kutamatika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huku waumini wa dini ya Kiislamu wakitarajia kujumuika pamoja kuadhimisha siku hii muhimu. Wito umetolewa kwa waumini hao kuwakumbuka wasiojiweza katika jamii. Kwa hivyo tunaomba Waislamu katika hii siku ya Idi, ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni siku ya toa. Idi yenyewe ni ibada, kwa hivyo watu wajitokeze kwa wingi kuswali katika jamaa kubwa, wasikae manyumbani. Hii ni swala ya sunna, kwa hivyo watu wajitokeze kwa wingi, wafanye takbir. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa, Katibu Mkuu Abdulahim Arma ameipongeza jamii ya Waislamu kwa kujitolea kufunga na sala za mwezi mtukufu wa Ramadhan, akiwataka kudumisha umoja hasa kutokana na tofauti zinazoshuhudiwa kuhusu wakati mwafaka wa kukamilisha mfungo wa Ramadhan. Tukienda kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan siku ya Jumapili, inshallah tutaangalia mwezi. Kuna wale wanafuata wa kimataifa, wanaweza kuangalia Jumamosi, na itategemea kama utaonekana au utaonekana. Hizi tofauti, ndugu Waislamu, zisiweze kuwatenganisha. Katibu Mkuu amewataka Waislamu kuliombea taifa hasa kutokana na hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa, akiongeza kuwa kupitia serikali jumuishi taifa litaendelea kuungana na amani kudumishwa. Tusisahau kujiombea na kuombea waliotutangulia na kuombea nchi yetu na wote wale ambao wako na matatizo, wagonjwa, Mwenyezi Mungu awapoze na nchi yetu waweze yale matatizo ambayo yako, challenges ambazo zipo, miradi iliyopo, Mwenyezi Mungu aweze kuifanikisha ili Wakenya wote waweze kufaidia maisha ambayo yako vizuri. Kila mwaka huwa ina shida yake,
na kulikuwa na wakati wa corona, ilikuwa na problem ya corona. Sasa hii ni economy, sasa watu hawana pesa, lakini wanajaribu ili hali na mali wajaribu kuridhisha familia zao. Abdul Wanje ambaye ni afisa katika kaunti ya Mombasa amebaini kuwa serikali imejitahidi kuimarisha usalama katika kaunti hiyo, hasa kutokana na idadi kubwa ya wanunuzi mwezi huu wa Ramadhan. Tuko hii wakati wa msimu, wakati wa Ramadhani tunafanya security. Maana kuna wale vijana wengine pickpocket wanaibia kina mama zetu wakija kufanya shopping. So sisi ndio tuko hii area yote ya market kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alafu na usiku pia wako shift pia wengine wanaingia. James Mwangi, Undugu TV. Naam, Wizara ya Elimu imeshauriwa kuhakikisha somo la hisabati kwa somo la lazima. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akisema kuwa ulimwengu unapoelekea masomo ya sayansi yanataliwa mkazo na hamna haja ya kufanya masomo ya kisayansi kuwa sio ya lazima. Where the world is going, the opportunities of the current world are opportunities around STEM, science, technology, engineering, and mathematics. And we must encourage our country not to be left behind when it comes to dispensations of the world. And that is why I want to encourage even the ministry and all the leaders that let us take STEM very seriously. Because we cannot be isolated as a country. Currently, the talk of the world, yes, I respect arts. I have also done arts in university, but we have to be alive at the current situation of the globe and the world and where opportunities are. And therefore, mathematics must continue to be a very primary subject in our learning institutions. Sciences must continue to be a very important segment of our curriculum, because that is where the modern world is heading. That is where the modern world and the opportunities of the modern world are. That's why I became very uncomfortable when it sounded as though mathematics was being removed from one of the basic compulsory subjects. I was not too good in mathematics, but I scored a B-. I could have done better if I had worked a little hard. But don't accept to leave the mathematics behind. Go for it, because there are fewer women in that category, and you will find yourself spearheading one of the biggest entities or research firms as you continue to study. Maybe your family struggles to pay your fees. Maybe you doubt your own worth. But let me tell you something. You are not what you lack. You are what you carry inside yourself. So I want the girls to carry fire in yourselves, carry your potential, and carry a destiny that only you can. Na kwingineko ni kwamba mbunge wa eneo la Gishugu Robert Gishimu ameendelea kukagua madarasa ambayo mgao wa NG-CDF unaendelea kufadhili. Gishimu akizuru shule ya Kiambu Comprehensive na ambako alikagua madarasa matatu ya kisasa na kuboresha mengine. Kiambu Comprehensive School ni moja kati ya shule zenye wanafunzi wengi katika eneo la Gishugu. Emmaculate Karimi na taarifa ile. Akizungumzia miradi ambayo imeweza kufanyika kupitia NG-CDF, mbunge wa eneo bunge la Gishugu Robert Gishimu amesema kuwa kumekuwa na ujenzi wa madarasa mapya ya JSS katika shule ya Kaimbui, ambapo amesema kuwa shule hiyo imepewa kipaumbele kutokana na wingi wa wanafunzi katika shule hiyo ikilinganishwa na shule zingine. Aidha, amesema kuwa miradi hiyo haikomi pale, bali watazidi kufanya miradi zaidi. Hapa Kiamboi ndio kuna wanafunzi wale wengi kabisa hapa Gishugu. Kuna zaidi ya wanafunzi 700 kwa hii shule. Shule nyingi ziko na 200, 300, 400, lakini hii ni shule ambayo iko na wanafunzi wengi, na ndiposa walipewa kipaumbele ndio wanafunzi wasikue na matatizo ya masomo. Kuna mambo mingi ambayo inahitajika kufanyika hii shule, na yote itafanywa, hata renovations za zile classrooms zimebaki, ndio wanafunzi wote wakue wanasomea katika madarasa sawa
na madarasa safi, na ndio waweze kunawiri katika masomo yao. Kuhusu ujenzi wa barabara za eneo la Gishugu, kaunti ya Kirinyaga, mbunge huyo amesema kuwa ujenzi huo umekawia kutokana na deni ambazo zimekuwepo katika kaunti, na kwa ifikiapo Juni ujenzi huo utakuwa umerejea. Katika historia ya Gishugu hakujai kuwa na barabara mrefu kama hiyo ya kilomita 100, karibu 100 hapo. Zikiisha tutahesabu vizuri, lakini kwa sasa kwa rekodi inaonyesha ni kilomita 95. Lakini kuna sehemu zingine pia nimeongezea kidogo kidogo, tunatarajia zitafika kilomita 100. Hapa Gishugu wale wanakandarasi ambao walikuwa wamepewa hiyo kazi, niambie watu wa Gishugu walikuwa wameondoka kwa sababu kulikuwa na deni kubwa, ile inaitwa pending bill. Na sio hapa Gishugu peke yake, ni Kenya mzima, kwa sababu wako na mabarabara mengi. Hakikishia watu wa Gishugu kwamba kabla ya mwisho wa mwezi wa 6 hii mwaka wa serikali ama financial year ya 2024-2025 ambayo inaisha June, contractor wa Gishugu wale wako ama makandarasi wale wamepewa mabarabara watakuwa wamerudi. Wazazi kutoka shule ya Kaimbui walionufaika na ujenzi wa madarasa hayo nao wamesema kuwa wanafunzi sasa wataweza kusomea katika madarasa yenye nafasi ya kutosha, jambo ambalo limeonekana kuwaridhisha zaidi. Kwa na shinda last year tukua na any extra darasa hata moja, lakini sasa wametupea darasa 3 zenye watoto wetu sasa wako ndani na wanasomea madarasa yenye ni spacious, iko na tile conducive environment, na watoto wanafurahia sana, na pia sisi wazazi tumefurahia sana. Kwa mwanzo tulikuwa tunashindwa watoto wetu tukifungua shule wataenda kusomea wapi juu hakukuwa na madarasa, na wengine walikuwa wanaenda grade 9, lakini kama mbunge wetu alitusikisha na leo amekuja akatufungulia madarasa 3 aliyotujengea pamoja na komiti yake. Immaculate Karimi, Undugu TV. Na naibu mkuu wa wafanyikazi katika serikali ya kitaifa Edward Owalo amedokeza kuwa serikali inajitahidi kufanikisha miradi ya maendeleo kwa wananchi. Akizungumza katika eneo la Asembo katika kaunti ya Siaya, Owalo amebaini kuwa utafiti wa hivi majuzi kuhusu utendakazi wa serikali umefichua kuwa tayari miradi mbalimbali imekamilishwa, akiongeza kuwa serikali inanuia kufufua miradi iliyositishwa hasa katika maeneo ya Nyanza. We recently undertook a mid-term review to determine the implementation status of the development projects and programs of the 5th administration. We are 2.5 years down the line in the current term of the 5th administration. We have taken stock of the milestones that we have realized so far, the challenges that we have faced, the performance gaps where there are gaps, and what we need to do moving forward by way of prioritization of government projects and programs for the remainder of the current term of the 5th administration. Based on our mid-term review, the scorecard mid-term of the current term of the 5th administration, I want to assure Kenyans that we are on track as far as delivery of government development projects and programs is concerned. We have also, based on past performance, prioritized what needs to be done over the next 2 years with a view to fully implementing the Kenya Kwanza plan, which was the basis of our campaign and now forms the overall policy framework and development agenda of government. In Nyanza, we have an enabling environment right now for purposes of development. And we want to zero in on certain integral sectors and projects that will rejuvenate the economy of the Nyanza region and the entire Lake region for that matter. We are focused on revitalization of the sugar companies. The government already has a proper program of revitalizing the sugar mills by way of leasing to the private sector, not selling, leasing to the private sector.
Na kwa wapenzi wa soka sasa tunazamia barani Ulaya na kuchipuka na taarifa ifuatayo. Katika michuano ya soka barani Ulaya, Bayern Leverkusen ililaza Bochum FC mabao 3-1, Strasbourg ikilaza Olympic Lyon mabao 4-2, huku Sheffield United ikicharaza Coventry mabao 3-1. Tazama.